Rais wa Marekani Donald Trump ameongeza nchi 20 zaidi kwenye orodha ya vizuizi vya kuingia Marekani, ikijumuisha Tanzania kama moja ya nchi hizo. Tanzania imejulikana sasa kama moja ya nchi zilizopewa partial travel restrictions. Hii inamaanisha raia wake wanakabiliwa na masharti makali zaidi ya kupata visa za muda mfupi au masomo Marekani. Na kwa nini Tanzania iko kwenye orodha hii? Kwa mujibu wa taarifa za Marekani, nchi zilizowekewa vikwazo zina sifa za visa offer stay zenye juu sana, na raia wengi wao waliopenya Marekani wanaripotiwa kukaa zaidi ya muda wa visa zao. Donald Trump anasema pia kwamba kuna ukosefu wa ushirikiano wa kutosha katika kubadilishana taarifa za usalama na data za uraia na serikali ya Marekani. Kuna changamoto pia katika usimamizi wa vitambulisho na mfumo wa usalama wa taarifa. Hii imesababisha Marekani kuhesabu Tanzania kama hatari ya usalama kwa madhumuni ya kuchunguza wageni kabla ya kuingia. Kwa Afrika Mashariki kwa ujumla, South Sudan pia imejumuishwa kwenye marufuku kamili, wakati nchi kama Uganda na Burundi zimetajwa kama countries of concern na zipo kwenye orodha ya vikwazo vinavyoweza kupanuliwa zaidi endapo hazitafanya mabadiliko ya kikubwa katika miundombinu ya usalama na ushirikiano wa data. Kwa sasa raia wa Tanzania, Nigeria, Senegal, Zambia na Zimbabwe sasa wanakabiliwa na vizuizi vibaya zaidi kupata visa za Marekani. Watu wanaosafiri kwa biashara, masomo, utalii au kubadilishana wanaweza kupatwa na ukaguzi wa kina na masharti mapya kama sehemu ya hatua hii. Lakini visa zilizotanguliwa kabla ya kutangazwa kwa orodha mpya mara nyingi bado zinaheshimiwa, lakini raia wanaokuja kuomba visa mpya watachunguzwa kwa vigezo vipya.